Sema JPM awapunguzia makali wafanyakazi mishahara sasa kukatwa kodi 9%, aapa kuendelea kuwasaka wafanyakazi hewa waajiri wanaokiuka sheria kuadhibiwa papo hapo. TAKUKURU kuchunguza kampuni 200 Kinondoni. Wanawake wawezeshwe kiuchumi, asema Samia. Gazeti la Habari Leo, Rais Magufuli atua mzigo wafanyakazi, ashusha kodi ya mshahara kwa 2%, asisitiza mishahara yenye uwiano kwa wote, ajitosa hifadhi ya jamii kuhamia Dodoma. Kidato cha 6 wanafunzi takriban 75,000 leo wanaanza mtihani wa kidato cha 6. Na Tanzania ya viwanda yaanzia Morogoro. Nipashe kupungukiwa kodi wafanyakazi mishahara sasa itakavyokuwa. Ni baada ya Rais Magufuli kutangaza kupunguza kodi ya mshahara kwa wafanyakazi NPE kutoka 11% hadi 9%, atoa takwimu mpya za kutisha kuhusu watumishi hewa, aipasha mifuko ya hifadhi ya jamii, walimu wampokea kwa mabango, agusia serikali kuhamia Dodoma. Shein aongeza mshahara 100% kwa watumishi. Na habari nyingine anasema jela miaka 20 kwa kukutwa na nyumbu, shule yabakiwa na mwanafunzi mmoja kidato cha kwanza. Gazeti la Zanzibar Leo, Dr. Shein awaonya wanaotumia ofisi vibaya, asema ofisi kugeuzwa majukwaa ya siasa, ubaguzi hakutavumiliwa. Utekelezaji ahadi kuongeza kima cha chini pale pale, juhudi kupambana na kipindupindu ziendelezwe, ZATUK wataka majibu yatumbuliwe. Samia ataka wanawake kuwekewa mazingira mazuri kiuchumi. Na habari nyingine nasema waliopuuza agizo la kutouza vyakula waadhibiwe. Gazeti la Jambo Leo, deni Machinga Complex kulipo kwa miaka 475. Habari nyingine, Rais Magufuli apunguza makato ya wafanyakazi, bunge kutokuwa live la haribu mipango ya raisi. Na habari nyingine anasema ajipiga risasi akitafuta selfie ya mwaka. Gazeti la Raia, Tanzania Magufuli ajuta kuomba uraisi, apunguza pei kutoka 11% hadi 9%, walimu wamrushia kijembe cha shemeji, achomekea Ukawa, tukta kuhamia Dodoma. Na habari nyingine, hifadhi ya Mikumi kilomita 50 za ujangili wa mchana. Gazeti la Tanzania Daima, Magufuli atafuna mfupa wa JK, mmiliki wa UDA kikaangoni. Na TEF yazidi kulia bunge gizani. Tukiangalia gazeti la Dira, njama za kuikwamisha serikali ya Magufuli za naswa, taasisi nyeti za serikali nchini za usishwa, TAKUKURU, bunge, ofisi ya DPP za tajwa, wapo mawaziri 6 na wabunge wa CCM 20. Habari nyingine, kamanda Siro hatari, na polisi wa nyumba 40 apimana ubavu na Rais Dr. Magufuli. Tukiangalia gazeti la East African Business Week, lina habari kubwa inayozungumzia Rwanda kuwa mwenyeji wa masuala ya Afrika ni katika mkutano wa dunia wa kiuchumi wa mwaka 2016, yani World Economic Forum for Africa. Habari nyingine inasema China yatoa ofa ya dola bilioni 6 kwa ajili ya ujenzi wa reli. Uganda yajikita katika ubora. Gazeti hilo la East African Business Week katika ukurasa wake wa nyuma, habari kubwa inasema Ethiopia yahitaji biashara zaidi na Russia. Wabunge nchini Uganda washinikiza kupitishwa kwa sheria ya GMO haraka. Na tukiangalia gazeti la Daily News, kwa upande wake lina habari kubwa inayosema maslahi bora kwa wafanyakazi yaja, pei sasa yawa 9% kutoka 11%, nyongeza ya mshahara katika mchakato, uhamishwaji wa hisa za Pride katika taasisi binafsi ya Mkera CAG, mifuko ya hifadhi ya jamii yatakiwa kuwekeza katika miradi inayozalisha faida. Gazeti la The Guardian, unafuu wa wafanyakazi wakati serikali ikipunguza kodi mpaka 9%. Polisi Arusha waanza msako wa muuaji mbakaji ni katika matukio 3. Idadi ya vifo katika jengo lililodondoka Kenya yafikia 20. Na sasa tuangalie habari za michezo, tukianza na gazeti la The Guardian. Lenyewe lina habari kubwa inayozungumzia Azam na Simba kutoka sare, na habari nyingine anasema TCA yataja timu zitakazoshiriki ligi ya dunia ya ICC. Gazeti la Daily News kwa upande wake katika ukurasa wa michezo, sare ya Azam Simba ya
yaisaidia Yanga. Man United yaifanya Leicester City kusubiri, na Pluim wapongeza wachezaji baada ya ushindi wa mabao 2-1. Fiwa ashinda ubingwa wa mchezo wa golf wa kumbukumbu ya Jenerali Galnoma. Gazeti la Dira, Mbwana Samata amtia unyago Farid Musa hata kosa timu Ulaya. Barcelona tunakabiliwa na upinzani mkali. Papa Wemba gwiji la muziki wa rumba lililopotea stejini. Gazeti la Tanzania Daima, hali tete Coastal Union, Simba Azam FC ndindindi, mapya yaibuka uchaguzi Yanga. Gazeti la Raia Tanzania, Simba Azam nguvu sawa, uchaguzi wazidi kuivuruga Yanga, bodi wazee wataka mkutano mkuu, Farid Musa azidi kutesa Hispania. Gazeti la Jambo Leo, Simba Azam zaisafishia njia Yanga, Manchester United yaichelewesha Leicester City kutoa ubingwa, bodi Yanga yaomba uchaguzi usogezwe mbele. Na gazeti la Zanzibar Leo, ubingwa Yanga sasa njia nyeupe ni kufuatia Simba Azam kutofungana, waamuzi wa Madagascar kuihukumu Yanga Angola, waziri wana michezo kujengewa mazingira bora. Na katika gazeti la Nipashe, Leicester City kutoa ubingwa leo ni swali hilo, na habari nyingine nasema Simba Azam zapeleka ubingwa Yanga. Na katika gazeti la Habari Leo, Simba Azam zaibeba Yanga na Yanga wazidi kumpa raha Pluim, Man United yachelewesha ubingwa Leicester City. Gazeti la Uhuru, Azam yaipoteza Simba na Farid atesa Hispania, uchaguzi waitesa Yanga. Gazeti la Mtanzania, Simba Azam hakuna mbabe, winga Taifa Stars yatesa Hispania, na malipo TRA ya kuhamisha albamu ya moto. TFF yapewa ushauri ujenzi uwanja wa kimataifa. United yaicheleweshea ubingwa Leicester City. Gazeti la Championi lenyewe lina habari kubwa inasema Hans Pop ataja rushwa 3 za ubingwa Bongo, aeleza kila kitu kuhusu mchezo mzima unavyokuwa. Simba Azam zaibeba Yanga Sports Club, Mayanja achagua waamuzi mechi za Yanga, apeleka mapendekezo yake TFF kupitia Championi.